أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وأمته أفضل الأمم وسلم تسليما كثيرا أثيرا ما دام له البقاء. أما بعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani na waislamu kwa ujumla. Darsa yetu ya leo tutajielekeza katika kuzungumzia swala la muandamo wa mwezi wa Dhulhijja, yani mfungo 3, na hasa saumu ya Arafa ambayo imekuwa ikitumiwa na kundi la mawahabi kuzusha ikhtilafu, mifarakano na hata kwa kufurisha waislamu ambao hawafuati madhehebu yao na kukubaliana nao katika misimamo yao ile ya kufunga siku ya Arafa na kuswali siku ya Eid, kwa maana ya Eid zote mbili, Eidul Fitri na Eidul Adha, kwa kufuata kalenda ya Maka na kile kilichozuka sasa hivi kinachoitwa mwezi wa kimataifa. Mwezi wa kimataifa ni uzushi uliotengenezwa kwa nia ya kuwagawa Waislamu katika makundi, na hii ni kwa sababu katika maelekezo ya Qur'ani tukufu na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuna pahala popote panapozungumziwa au kuelekezwa Waislamu kufuata kile kinachoitwa mwezi wa kimataifa. Mwezi ambao Qur'ani tukufu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wametufundisha Waislamu ni ule ambao utakapoonekana Waislamu wa eneo hilo watafunga, na wale ambao wao hawakuona kwa sababu mbalimbali kama vile kufunikwa na wingu, kutofautiana masaa ya mchana na usiku, na kutofautiana kuchomoza jua, yani matali, kwa sababu za kijiografia, wao huko waliko watafunga kulingana na kuonekana mwezi katika nchi waliko wao. Hawataweza kufuata muandamo wa mwezi wa mahala pengine palipo mbali na pale walipo wao. Na hii tunasoma katika Qur'ani tukufu pale Mwenyezi Mungu anasema, faman shahida minkum shahra falyasumhu, yule ambaye mwezi utamkuta akiwa mjini, ikiwa mjini kwake, akiwa katika nchi yake, basi mwezi huo yeye atafunga. Hii aya ina istithna pale inaposema waman kana maridhan, na yule ambaye mwezi wa Ramadhani utakuja lakini yeye akawa ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa yumo ndani ya safari, fa iddatu min ayamin ukhra, yatakamilisha siku zilizompita ambazo hakufunga akiwa safarini, akiwa mgonjwa, katika muda wa baada ya kukamilika kwa mwezi wa Ramadhani. Kwa upande wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi, wa aftiru liruyatihi, na vile vile mfungue kwa kuona mwezi. Fa in hala bainakum wa bainahu sahabun, ikiwa patakuwepo wingu linalozuia baina yenu nyinyi na kule uliko mwezi, wingu likawa kati ninyi hamuoni mwezi, fa akmilu iddata Sha'bana, basi mtakamilisha hesabu ya Sha'ban. Na maana ya kukamilisha hapa ni kufunga siku 30 za mwezi wa Sha'ban. Imamu Suyuti katika Al-Jami' As-Saghir ukurasa au nambari 5049 ameandika hadithi hiyo, lakini vile vile Imamu Tirmidhi ameandika katika namba 688, na vile vile Imamu Ahmad ameitoa katika nambari 1985, na vile vile Imamu Nasai ameandika hadithi hiyo katika namba 2089. Kadhalika kwa upokezi wa Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yeye anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema, idha ra'aytumuhu fasumu, pale mtakapouona mwezi basi fungeni, wa idha ra'aytumuhu faaftiru, na mtakapouona basi fungueni. Fa in ghumma alaykum, ikiwa utafunikwa na mawingu, faaqdiru lahu, basi ukadirieni. Na maana yake ni ile ile tu kwamba
huo mwezi ambao unazungumzwa ni mwezi wa tarehe 29 kama hivi leo tulivyo. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 28 ya mwezi wa 5 sawasawa na tarehe 29 ya Dhulqaada mfungo pili, na kesho siku ya Alhamis itakuwa ndio siku ya kwanza. Tutaanza kuhesabu tarehe moja kesho Alhamisi sawasawa na Mei 29. Tutaanza kuhesabu kuwa ndio tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja, na hili litatokana na kuandama mwezi ambapo mategemeo makubwa ni mwezi kuandama leo siku ya Jumatano tarehe 29 Dhulqaada sawasawa na tarehe 28 mwezi wa Mei. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Tunaingia katika jambo la kutambua ni nini mafundisho ya Uislamu yanatufundisha. Tutatambuaje kwamba sasa ndio mwezi wa mfungo 3 umeandama? Njia ya kutambua kwamba mwezi muandamo wa mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, na nalisema hili kwa sababu ndilo ambalo linafanywa na kutumiwa na mawahabi kuleta mifarakano baina ya Waislamu na kutangaza kuswali Idi wanavyotaka wao, jambo ambalo ni haramu na linakatazwa katika Uislamu. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa idha raaitum hilala Dhulhijja, mtakapouona mwezi muandamo wa mfungo 3, wa arada ahadukum an yudayyaha, akataka mmoja wenu kwamba akakusudia siku ya Idi achinje mnyama, falyumsiku an sha'rihi, ni wajibu wake itakuwa kujizuia kukata nywele zake, wa adhfarihi, na kucha zake. Hadithi hii imepokewa na Salama. Salama ni mmoja kati ya wakezi Mtume radhiallahu ta'ala anha, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na hadithi hii imepokewa na Imamu Muslim katika nambari 1977. Baada ya kusema hivyo, tutakuwa sote tumekusha fahamu kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba ili tujue kama mfungo 3 umeanza ni pale tutakapokuwa tumeuona mwezi umeandama, na kuandama huko kuwe kumeandamana na kutazama kwa macho katika eneo linalohusika. Na wanazuoni wamepambanua na kuweka katika vitabu vya fiqh namna ya kutambua ni maeneo ya umbali gani ambapo watu watakuwa wana mwezi mmoja kulingana na matwali yao, kwamba hapa mpaka nchi fulani. Kwa mfano wanavioni wa East Africa, nchi 3 hizi za mwanzo, kwa mfano Tanzania, Uganda, Kenya na Zanzibar, hawa matla yao ni mamoja. Mwezi ukionekana Kenya tutafunga, ukionekana Uganda tutafunga, ukionekana Zanzibar tutafunga. Kwa hiyo anatufundisha kwamba njia ya kutambua kwa mwezi umeandama, ili mwezi uanze kuhesabiwa, tutazama kuandama kwa mwezi. Kwa hiyo swala la kwamba tutafunga kwa kusikia mwezi ulioandama Canada, ulioandama Bolivia, unaoitwa mwezi wa kimataifa, utakaotangazwa na mtu ambaye hatumjui, ni kwa radio tu. Mwezi kama huo haumo katika vitabu, haumo katika hadithi, haumo ndani ya Qur'ani. Ni njia tu inayotumiwa na maadui wanaohongwa na maadui wa Uislamu ili kuzusha makundi na chuki baina ya Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Ni muhimu sana kwa Waislamu sote hapa nchini Tanzania kufahamu kuwa utaratibu wa kila kikundi kujitangazia mwezi wa Idi zote mbili kwa matakwa ya viongozi wao haupatikani katika Uislamu, na wale wanaofuata mwezi unaotangazwa na Sheikh Salim Barahian kule Tanga na hata makundi mengine ya mawahabi na ya masalafi wanakwenda kinyume na matakwa ya Uislamu. Na hili ni kwa sababu Sheikh Salim Barahian na wenzake wa makundi yao hakuna miongoni mwao aliye na mamlaka ya kisheria na ya Kiislamu ya kuweza kuwa na amri ya kutangaza kuandama kwa mwezi, ama iwe kwa kuingia katika mwezi au kwa kutoka katika mwezi kwenda kwenye mwezi unaofuatia. Baya zaidi katika utaratibu wao ni kwamba wanafanya kwa makusudi, ili hali wanajua kwamba ni kosa kubwa sana katika Uislamu kuwafanya Waislamu kuwa makundi kwa makundi, jambo ambalo limekatazwa katika Uislamu, bali Uislamu unatufundisha kuwa Waislamu ni kitu kimoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-Imran kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu,
shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja, wala msifarakane. Kitendo cha kuwafanya Waislamu wengine wakafanye Idi siku inayofuatia ni kitendo cha kuwatenga Waislamu, kuwagawa makundi Waislamu, na kinafanywa na mtu ambaye anajiita kuwa ni shekhe, na anafanya hivyo kwa jeuri kwamba sisi ni lazima tutatangaza. Unatangaza wewe kama nani? Hali ya kuwa baraza la wanazuoni wa Saudi Arabia, ambako ninyi mnasingizia kuwa ndio mnafuata mwezi huo, baraza la wanazuoni wa Saudi Arabia wanakataa na wanapinga kwamba hakuna uwezekano wa dunia nzima watu wote wafunge Ramadhani au wafunge saumu ya Arafa kwa siku moja. Jambo kama hilo haliwezekani, na anayelijuzisha kuwa lipo anatazamiwa kuwa ni mtu ambaye akili zake kidogo zina matatizo. Na haya si maneno yangu, bali kauli ya wanazuoni wa Saudi Arabia. Baraza la wanazuoni nimesema tauhidul a'yad mukhalifan li shar'i wal aqli, kuzifanya kuwa moja siku zaidi ni jambo linalohitilafiana na sharia, yani inatofautiana na Uislamu, inatofautiana na Qur'an na Sunna, kadhalika vile vile na akili. Kwa maana kwamba mtu mwenye akili zake timamu hawezi kufikiri kuwa mwezi unaweza kuwa ni mmoja. Ndio maana mashehe hawa wakasema ni jambo linalohitilafiana ni shar'i wal aqli, kwa akili ya kawaida na hata kwa kufuata mafundisho jambo kama hilo halipo. Hakuna katika mataifa ya Kiislamu duniani yaliyo na viongozi wa ngazi ya kadhi au mufti katika uongozi wa Uislamu, na kisha kukawepo kikundi kama vikundi vilivyopo hapa Tanzania vya Kiwahabi vinavyofanya kwa jeuri kufanya kazi ya kuwagombanisha na kuwatenganisha Waislamu kwa niaba ya maadui wa Uislamu. Kwa miaka yote kabla ya ujio wa makundi ya Mawahabi, wafuasi wa madhehebu yote ya Waislamu wamekuwa tukiswali, kufunga na kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuswali Eidul Fitri, kufunga sunna yaumu Arafa, yani siku ya Arafa, kwa matamko yanayotolewa na kadhi au yanayotolewa na mufti. Inategemea uongozi katika nchi hiyo, na hali ilikuwa shwari na hakukuwa na vurugu zozote zile na chuki miongoni mwa Waislamu wakilinganisha toka pale yalipokuja kuingia madhehebu hayo. Sehemu ya pili tunakwenda kwenye saumu ya Arafa. Tukitaka kujua Arafa ni kitu gani na inahusikana nini katika mwezi wa Dhulhijja, saumu ya siku ya Arafa inaungana na mahujaji wanaposimama katika viwanja vya Arafa au ni sunna inayojitegemea na haihusiani na hija? Tutakapokuwa tumejua kwamba upo uhusiano huo kati ya saumu ya Arafa na kisimamo cha mahujaji katika viwanja vya Arafa, kwamba ndio siku ambayo Waislamu dunia nzima wanatakiwa wafunge, basi hapo itakuwa tunakosea wale tunaofunga siku ambayo mahujaji hawajasimama katika viwanja vya Arafa. Lakini ikiwa saumu ya Arafa inajitegemea, haina mahusiano, si katika manasiki, si katika ibada zinazohusiana na hija, basi wale wanaofunga kwa madai kuwa wanafuata kalenda ya Maka, watu hawa wanakosea, kwa sababu hakuna ushahidi wa namna yoyote ile, kwanza unaoonyesha kuwa saumu ya Arafa ina uhusiano na kisimamo cha mahujaji. Pili, hakuna ushahidi wowote ule unaoonyesha kwamba funga ya Arafa ilikuja ikiambatanishwa na ibada ya hija. Na tatu, saumu ya Arafa ilikuja siku nyingi, Mtume aliamrishwa kuifunga hiyo toka angali Maka kabla ya kuja Madina, takriban miaka inafika 10 kabla Mtume hajaanza wala haijafaradhishwa faradhi ya hija. Lakini kwanza tuangalie saumu ya siku ya Arafa ni nini, na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayozungumzia saumu ya siku hii inatafsiriwa vipi. Kwa upokezi wa Abu Qatada radhiyallahu anhu, amethibitisha kumsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Anasema Abu Qatada kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, funga ya siku ya Arafa ninaihesabu kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni kifutio cha dhambi za mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Ufafanuzi wa hadithi hii uliotolewa na mashehe mbalimbali, wanazuoni mbalimbali
na hata baraza la wanazuoni la Saudi Arabia wamesema kuwa fayusannu saumu yaum arafata, inasuniwa, ni sunna kufunga siku ya Arafa li ghairi alhaji, kwa wale watu ambao wao hawamo katika hija. Wa huwa al-yawmu tasi'u min dhil-hijja, na hiyo siku ya Arafa ili uijue ni mpaka wewe umeuona mwezi wa Dhulhijja, siku ya pili yake utaanza kuhesabu 1, 2, tarehe 9, hiyo ndio siku ya Arafa. Wa huwa al-yawmu tasi'u min dhil-hijja, na hiyo siku ya Arafa kufunga kwa wale ambao sio mahaji watafunga saumu ya Arafa tarehe 9 ya mwezi wa mfungo 3. Wa saumuhu yukaffiru santain, na saumu hiyo inaondosha madhambi ya miaka miwili. Sanatan madhiya, mwaka uliopita, wa sanata mustaqbila, na mwaka unaofuata, kama warada bil hadith, kama ilivyopokewa katika hadithi. Katika maelezo haya tunajifunza mambo mawili muhimu sana katika mzozo huu kama ifuatavyo. Mosi, siku rasmi ya kufunga saumu ya Arafa ni mwezi 9 wa mwandamo wa mwezi wa mfungo 3, na kamwe sio siku wanayosimama mahujaji katika viwanja vya Arafa, hata kama huko Saudia itakuwa imeamua kuwasimamisha mahujaji huko katika viwanja vya Arafa tarehe tofauti na mwezi 9 kwa sababu wanazozijua wao. Na hili si tu kwa mfungo 3, bali hata katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Saudia imekuwa ikifanya makosa kama hayo, kuwatanguliza Waislamu kufunga siku isiyokuwa ya Ramadhani na kuwafunguza na kuwaswalisha watu Eidul Fitri au al-Adha katika siku ambayo si siku ya kufanya hivyo. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ni maarufu. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, saumu hii haiwahusu mahujaji walio katika ibada ya hija, na hii ni kwa sababu swala la funga ya siku ya Arafa halina uhusiano wowote na nguzo ya hija. Pia saumu hiyo haikuanzishwa sambamba na kufaradhishwa kwa hija. Kwa msingi huo, swala la kuhangaika kutazama television, kupiga simu, kutazama kama mahujaji wamesimama au hawakusimama katika viwanja vya Arafa, swala hilo halikupokewa katika hadithi yoyote, na wala hakuna mwanachuoni aliandika saumu ya Arafa katika mlango wa hija, bali wote wanazuoni wameandika saumu ya siku ya Arafa, yani mwezi 9 wa mfungo 3, katika mlango wa saumu za sunna. Kwa mujibu wa hadithi hiyo, njia ya kutambua siku ya kufunga saumu ya mwezi 9 ya mfungo 3 ambayo ni maarufu kwa jina la Arafa, sio kisimamo cha mahujaji katika viwanja vya Arafa, bali ni kuhesabu tarehe baada ya kuandama mwezi wa Dhulhijja kuanzia tarehe mosi. Itakapofika tarehe 9, basi hiyo ndio siku ya saumu sawa sawa, ikiwa imewafikiana na mahujaji kusimama katika viwanja vya Arafa, au hata kama itakuwa imehitilafiana. Wale watakaokuwa mbali na Maka katika nchi mbalimbali, kama hawakwenda sawa sawa na muonekano wa mwezi katika Saudi Arabia, watafuata tarehe yao, hawatofuata tarehe wanayosimama mahujaji katika viwanja vya Arafa. Baada ya kujikumbusha hayo, sasa tujiulize, je, funga ya mwezi 9 Dhulhijja ilianza lini? Na je, Eidul Adha, yani Idi ya mfungo 3, ilianza lini? Baina ya mahujaji kusimama katika viwanja vya Arafa wakati wa hija na sunna ya funga ya mwezi 9 ya mfungo 3, na ni lipi lililotangulia jengine? Je, kuna ushahidi kuwa saumu ya Arafa imesuniwa ili kuwa mbadala wa Waislamu wasiokuwa na uwezo wa kwenda kuhiji Maka kama wanavyodai baadhi ya mashehe wa Kiwahabu? Jawabu ni kuwa hakuna ushahidi wowote wa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maswahaba wake wala maimamu unaothibitisha hoja yao. Badala yake wanatumia ujanja tu wa maneno katika kuambia Waislamu kwamba saumu ya Arafa iliyo bora na iliyo sahihi ni ile ya siku wanayosimama mahujaji katika viwanja vya Arafa, na kwamba inapotokezea tarehe kawa tofauti na ile wanayosimama mahujaji Maka, basi nyinyi tarehe yenu muache, mfuate mahujaji kusimama Maka. Na hilo ni jambo lisilokuwa sahihi, halimo katika Uislamu, na hakuna wanavyoni waliolisema jambo hilo. Na badala yake baraza la wanazuoni wa Saudi Arabia kwa pamoja wanakubaliana kwamba kila watu watafunga yaumu Arafa kwa siku na tarehe inayolingana na kuonekana mwezi katika eneo walilopo, na wala si kufuata
tarehe ya Maka au kuwatazama mahujaji kama wamesimama ama hawakusimama. Sasa basi, ili kupata uhakika na kuleteni hapa maelezo machache ya baraza la wanazuoni wa Saudi Arabia wamesema nini juu ya jambo hili. Na ninafanya hivyo kwa sababu Waislamu wengi wanadanganywa kwamba saumu ya Arafa itafungwa siku mahujaji wanaposimama katika viwanja vya Arafa. Sasa hili ninalolisoma hapa, nitasoma sehemu tu ya tangazo ama itifaki baraza la wanazuoni wa fiqhi wa Saudi Arabia wamesema nini katika jambo hilo, na hapa naanza kuisoma hiyo fatwa kama ilivyo, japokuwa ni kwa muhtasari. Kichwa cha habari cha fatwa hiyo inasema: Tauhidul a'yadi, kuziunganisha idi na kuzifanya kuwa ni moja kwa dunia nzima ya Kiislamu, mukhalifatun lishar'i, ni jambo lililo kinyume, linakwenda kinyume, lina khalifu sheria, na inapotaja sheria ni Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akli, na vile vile ni jambo lililo kinyume na akili ya mtu mwenye akili zake timamu. Unaposema kwamba idi iswaliwe siku moja dunia nzima, ni kinyume na Qur'an, ni kinyume na hadithi, na ni kinyume na mtu mwenye akili sawa sawa, kwa sababu atakuwa anajua jiografia, atakuwa anajua ulimwengu ukoje. Hawezi kusema kwamba watu wanaweza wakafunga au wakaswali dunia nzima adhuhuri kwa pamoja, magharibi kwa pamoja. La hasha, huyu atakuwa na matatizo. Baada ya kikao cha wanazuoni hao, alitokeza katibu wa baraza lao ambaye ni Dr. Saleh. Anasema: akada al-aminu al-am lilmajma' al-fiqhi al-islam Dr. Saleh ibn Zabin al-Marzuqi al-Bukami ametoa ama amesisitiza katibu mkuu wa baraza la wanazuoni wa Kiislamu ambaye ni Dr. Saleh ibn Zabin al-Marzuqi al-Bukami, annama yadda'ihi al-qailuna min ujubi ittihadi fi yawmi sawm wa iftar mukhalifun lima jaa shar'an wa aqla. Wanazuoni wa Maka wanasema hakika yale wanayodai wale wanaosema kuwa ni wajibu wa kuifanya kuwa siku moja, kufunga na kufungua, kwamba wanaodai hivyo wanadai madai ambayo yanakwenda kinyume na yale yaliyokuja katika sheria, na vile vile ni kinyume na akili timamu. Wa adafa al-Marzuqi alladhi yumathilu ra'yahu jamhur ulama al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyya, na akaongeza Dr. al-Marzuqi ambaye tamko lake linawakilisha yale yaliyozungumzwa na mkusanyiko wa wanazuoni wa Saudi Arabia hiyala tauhidi wa ayamil a'yadi wa saumi, kuhusu swala la kuifanya kuwa moja, kuhusu swala kuona mwezi na kuifanya kuwa sikukuu zaidi ziwe moja na saumu iwe moja kwa dunia nzima. Anna majlis al-majma' al-fiqhi al-islami, kwamba kikao cha wanazuoni wa fiqhi wa Kiislamu wa Saudi Arabia karara annahu, wametoa fatwa kwamba la hajatan, hakuna sababu wala haja, ila da'wati ila tauhid, kutoa mwito au kutaka kuunganishwa sikukuu ziwe moja, bitauhid al-ahila, yani kufanya mwezi uwe ni mmoja, wal a'yadi, na idi zote zisaliwe siku moja, fil alam al-islami, katika nchi za Kiislamu. Lianna tauhidaha la yukallifu wahdatahum kama yatahawamuhu kathiru min al-muqtarihin li tauhid al-ahilla wal a'yadi, na hii ni kwa sababu kuziunganisha hizo idi ziwe moja na saumu watu wafunge moja dunia nzima hakudhamini umoja wa Waislamu, kama vile wanavyodai hao wanaopendekeza kuunganishwa mambo haya yafanywe kwa wakati mmoja kwa dunia nzima. Wa antatruka qadiyati ithbati al-hilal ala duwar al-ifta'i wal qada'i fi duwal al-islamiyya lianna dhalika awla wa ajdar bimaslahati al-islamiyya al-'am. Wakasema kwamba kuiacha kadhia ya kuthibitika kuonekanwa kwa miezi miandamo, jambo hilo liachwe katika mikono ya ofisi za wanaotoa fatwa, yani mamufti, wal qada'i, na wale makadhi, fi duwal al-islamiyya, katika nchi za Kiislamu, lianna dhalika awla wa ajdaru bimaslahati al-islamiyyati al-'am, kwamba jambo hilo
ndio jambo jema na ni maslahi makubwa kwa umma wa Kiislamu. Wa awdaha, na akasema, akaongeza vile Marzuki, bihasibi jaridati Uqadh, kutokana na yale yaliyotangazwa katika gazeti linaloitwa Uqadh ambalo lilichapisha fatwa hiyo mnamo tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2008, annahu bina ala ittifaqi ulama almuslimina qadiman wa haditha ala ikhtilafi almatali', kwamba msimamo huo umejengwa juu ya msingi wa itifaki ya wanazuoni wa Kiislamu qadiman wa haditha, wa zamani na walio sasa, juu ya kuihtilafiana kwa matla'i. Yani mwezi tunaouona sisi hapa sivyo watakavyouona magharibi ya Afrika, sivyo watakavyouona watu wanaokuwa Ulaya wala walio Marekani. Kwa hiyo kila watu watafuata matla'i yao yanayotoka jua na kuzama kwa jua, na wala hawatafuata Maka kama wanavyodai Mawahabi. Wa haithu inna an-nahara alladhi yasumuhu an-nasu fi Makkah al-Mukarrama, kutokana na ukweli kwamba mchana wa siku ambayo watu wa mji mtukufu wa Maka wanafunga, mathalan kwa mfano, au yaum al-Eid, ama siku ambayo watu wa Maka wanaswali Eid, yakunu kulluhu au juz'u minhu, inakuwa ni sehemu, siku nzima hiyo wanaofunga watu wa Maka au wanaoswali Eid, inakuwa ni siku nzima au sehemu ya siku hiyo, laila libuldani ukhra, inakuwa ni usiku kwa nchi nyingine. Nadhani hapa tunafahamiana. Wanasema wanazuoni hawa kwamba mchana wa siku ya watu wa Maka wakifunga au wakiswali Eid kwenye mataifa mengine huko mbali na Maka, inakuwa wao wanaswali Eid asubuhi, huko kwenye nchi nyingine inakuwa ni usiku bado au sehemu ya mchana kwa baadhi ya mataifa. Kisha wanasema, fakaifa yumkinu tauhidu siyami au al-Eid fi hadhihi al-hal, ni vipi mtu anaweza kudai kwamba tufanye Eid moja, tufunge saumu ya Arafa moja katika hali ilivyo kama hiyo? Sasa haya ni baadhi tu ya yale ambayo yamekuja ndani ya fatwa hii. Muhimu ni kwamba wanachosema wanazuoni wa Saudi Arabia ni kwamba hakuna uwezekano wa kuifanya siku ya Arafa watu wanaposimama Maka, siku hiyo hiyo iwe ndio siku ya kufunga kwa watu wote dunia nzima. Hakuna mafundisho hayo, hakuna hadithi. Ni mambo ambayo yamepandikizwa na maadui wa Uislamu ili kuhakikisha kwamba kuna mizozo na farakano iliyomo baina ya Waislamu katika kufunga na kufungua, iwe ni Ramadhani au iwe ni siku ya Arafa. Sasa nimalize kwa kusema kwa ufupi, mada ni ndefu lakini naifupisha kwa kusema, suila Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymin, Mwenyezi Mungu amrehemu, amma idha ikhtulifa yawm Arafa natija ikhtilaf al-manatiq al-mukhtalifa fi matali' al-hilal, fahal nasum tubi'a ru'yat al-balad allati nahnu fiha am nasum ma tubi'a ru'yat al-haramain? Aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymin kwamba itakapokuwa imetokea kuhitilafiana siku ya Arafa, na huko kutohitilafiana kwenyewe kutakuwa kumetokana na nchi mbalimbali, kutokana na tofauti ya nchi hizo katika kuona mwezi kwa maana ya ikhtilafu za matali, fahal nasumu tubi'a ru'yat al-balad allati nahnu fiha? Anaulizwa Uthaymin, je, sisi tufunge kwa kufuata muonekano wa mwezi wa nchi tuliomo, am nasumu tubi'a ru'yat al-haramain, au tufunge kwa kufuata muonekano wa mwezi katika haramain, yani Maka na Madina? Faajaba fadilatuhu biqawlihi, akajibu Sheikh huyu Ibn Uthaymin akisema, hadha yubna ala al-ikhtilafi ahli al-ilmi, jambo hili limejengeka juu ya msingi wa ikhtilafu watu wenye ilmu. Kwanza tujiulize, al-hilal wahidi fi dunya kulliha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali', kwamba je, mwezi muandamo ni mmoja katika dunia nzima au mwezi huo unatofautiana kuandama kwake? Miezi miandamo hutofautiana kutokana na kila nchi kuona mwezi kwa wakati wake au siku yake.
Wasawabu, lakini lililo la haki, anasema Ibn Uthaymin, innahu yakhtalifu biikhtilafi almatali', kuonekana kwa mwezi kuna hitilafiana kutokana na kuhitilafiana kwa kuonekana kwa matali', ambapo ni ile swala la kuona mwezi ama kuchomoza jua. Kila watu wana sehemu yao, kila watu wana wakati wao. Famathalan, kwa mfano, idha kana alhilala, takapokuwa mwezi muandamo, kadiruya bi Makkah, umeonekana Makkah, wa kana hadha alyawm, na ikawa siku hii, huwa alyawm at-tasi', ikawa ni siku ya 9, wa ru'ya fi baladin akhar, na ukaonekana mwezi huo katika nchi nyingine kabla ya watu wa Makkah hawajauona. Nchi hiyo nyingine ikawa imeuona siku moja kabla ya Makkah kuona. Wa kana yawm Arafah, na ikawa siku ya Arafa, indahum, kwa wao, yaumul ashiri, ni siku ya 10. Fa innahu la yajuzu lahum, hakika wao haiwapasi wala haijuzu kwao, an yasumu hadha alyawm, wafunge katika siku hiyo, li'annahu yawma Eid, kwamba siku hiyo itakuwa ni siku ya Eid. Wakadhalika law qaddara annahu taakharat ru'ya an Makkah, na vile vile tukadirie kwamba itokezee kuwa wamechelewa kuona mwezi katika mji wa Makkah. Wakana al-yawm at-tasi', na ikawa ni siku ya 9 fi Makkah, katika mji wa Makkah, huwa thaminu indahum, ikawa nchi nyingine ni siku ya 9. Fa innahum, hakika wao hao, yasumuna yawm at-tasi' indahum, watafunga siku ya 9 kwao, hawatofunga siku ya 10 ambayo wao Makkah wanaswali Eid. Yani watu wa Makkah kwenye hija watakuwa wanaswali Eid, lakini wale kwa tarehe yao siku ile ni siku ya 9, wao watafunga kwa kufuata ile tarehe ya kwao kule waliko. Hadha huwa alqawlu rajih, hii ndio kauli ya hakika. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha ra'aytumuhu fasumu, mtakapoona mwezi fungeni, wa idha ra'aytumuhu faaftiru, na mtakapoona mfungue. Wa haula'i alladhina lam yarau fi jihatihim lam yakunu yarawnahu, na wale ambao katika eneo lao, katika nchi zao huko waliko mbali na Makkah, wao hawakuona. Wa kama anna nasa, kama vile ambavyo watu biijma'i ya'tabiruna tulu'i al-fajri, kama vile watu katika mahala pengine ya'tabiruna tulu'i shams, wanachukulia kuchomoza kwa alfajiri, wa ghurubi shams, na kuzama kwa jua, fi kulli mantaka bihasbiha, katika kila mji kwa wakati wake. Kadhalika vile vile tawqiti shahri, muda wa kuandama mwezi au kuingia mwezi mwingine, yakunu katawqiti al-yawm, inakuwa sawa sawa na kuingia kwa siku. Kwa hiyo hii ndio fatwa ambayo aliitoa Ibn Uthaymin, imewafikiwa kwamba kutegemewa, hii ndio kauli yenye nguvu na yenye kutegemewa na maulama, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fungeni mtakapouona na fungueni mtakapouona. Na hao ambao kwao wao haukuonekana ndio watakuwa hawakuona basi mwezi, na kama vile watu pasina tofauti yoyote wanazingatia kuchomoza kwa alfajiri na kuzama kwa jua, kila sehemu inatazama alfajiri yao na kutoka jua kwao. Vile vile kwa kuweka wakati na mwezi leo ni tarehe ngapi, itakuwa ni kama kuweka nyakati za usiku. Alfajiri ya Afrika Mashariki au India na Japan si alfajiri ya Makkah, na kadhalika kuchwa kwa jua mashariki au magharibi ya Afrika si kuchwa kwa jua kwa Makkah. Na ni hivyo hivyo kwa masala ya Eid al-Adha, amesema Ibn Uthaymin, haifuatwi Saudia na haifai, anasema Ibn Uthaymin, na huu ni miongoni mwa mashehe wakubwa sana kule Makkah, ambaye kwa sasa Mwenyezi Mungu amrehemu. Na inapatikana fatwa hii katika Majmuu Fatawa juzuu ya 20 ya Ibn Uthaymin. Haya ndio yaliokuja katika darasa letu la leo, kwamba wale wanaodai kufunga siku ya Arafa kwa kufuata mahujaji hawana ushahidi, hayakuja hayo katika hadithi yoyote, hayakufanywa na mtume wala hayakufanywa na masahaba zake. Na hii siku ya kufunga Arafa ilikuja miaka mingi kabla ya kuja kuanza faradhi ya hija,
Kwa hiyo hija na siku ya Arafa haihusiani, na ndio maana hata mahujaji wanaokwenda hija kuhiji hawalazimiki wala si katika manasik al-haji ka ibada za hija watu kufunga siku ya Arafa. Siku ya Arafa yani mwezi 9 mfungo 3 ilianza kufungwa zamani, na Idi ilikuwepo zamani. Mwaka wa pili tu wa Mtume kuhamia Madina watu walikuwa wakifanya Idi, wakifanya siku ya Arafa. Kabla wakati huo watu hawajui habari ya hija wala haijaja habari ya hija. Kwa hiyo tusiendelee kudanganywa. Waislamu wanatakiwa kufuata anayosema Mwenyezi Mungu na kufuata anayosema Mtume, na si kufuata watu kama Salim Barahian na kikundi chao cha Mawahabi ambao wanajaribu kufanya kila wawezalo kuwashawishi watu kukhalifu na kuvunja Uislamu na kujenga chuki na mfarakano baina ya Uislamu na Waislamu wenyewe, na jambo hilo ni haramu na wao wanajua. Hakuna ushahidi wowote kwamba mahujaji wakisimama katika viwanja ndio sisi tufunge huku. Ushahidi huo hakuna. Maadamu mwezi umeonekana leo siku ya Jumatano tarehe 28 ya mwezi wa 5 2025, kesho Alhamisi itakuwa ni mwezi mosi wa mfungo 3, na Jumamosi tarehe 7 itakuwa ni siku ya Eid. Ijumaa itakuwa ni siku ya kufunga Arafa. Kwa hiyo wawe mahujaji wamesimama Arafa, wawe hawakusimama, sisi hatuna sababu ya kuwatazama wao. Sisi tunatazama hesabu tokea pale tutakapokuwa tumeuona mwezi, na hivyo ndivyo walivyokwenda maswahaba, na hiyo ndivyo walivyosema wanazuoni wote wa Saudi Arabia. Wasikudanganyeni kwamba mafundisho haya wametoka nayo Saudia. Haya mafundisho wanayo wao wenyewe hapa kutafuta kujenga makundi na kutekeleza mahitajio yao, na hawafanyi hivyo kwa niaba ya Uislamu wala hawafanyi hivyo kuwasaidia Waislamu, bali wanafanya hivyo kuvunja Uislamu ambao unataka Waislamu wote washikamane wawe kitu kimoja. Na hali kadhalika ni vizuri kutambua kwamba fatwa ya viongozi na wanazuoni wa Saudi Arabia imetoa na imetamka wazi kwamba mtu mwenye mamlaka ya kutangaza mwezi katika kila nchi ni kiongozi wa nchi ile. Kiongozi ni nani? Kiongozi ama atakuwa ni mufti ama atakuwa ni kadhi. Tuna mufti Tanzania bara, tuna mufti Tanzania visiwani, tuna mufti Kenya. Hawa watu wakikubaliana kwamba mwezi umeonekana sehemu yoyote katika eneo letu tunafunga somo, wala mwezi huu si ruhusa mtu yoyote kutangaza. Asikudanganyeni Salim Barahiani na kikundi chao, kwa sababu mamlaka hayo hawana, na hii ni fatwa si maneno yangu, kwamba mashaikh wanasema wenye uwezo huo ni mufti kulingana na utaratibu wa hapa kwetu, ni makadhi katika nchi ambazo mwenye nguvu ni kadhi, na hata Saudi Arabia anayetangaza mwezi ni kadhi, kwa sababu mwezi unatangazwa na mahakama, na inapotangazwa mahakama maana yake ni kwamba inasainiwa na kadhi. Kadhi ndio anaendesha mahakama. Kwa Kiswahili kadhi ni jaji wa mahakama. Kwa hiyo Saudia kadhi ndio anayetangaza, Tanzania mufti ndio anayetangaza. Na hili ndilo taratibu za dini, kufanya kwamba kila kundi, maibadhi wawe na siku yao wanatangaza na shekhe wao, mabohora wawe na shekhe wao wanatangaza, mashia watangaze, mawahabi watangaze, masalafi watangaze. Hiyo itakuwa ni uhuni wala sio Uislamu. Uislamu unataka wahda na unataka nidhamu na adabu. Mtu ni lazima awe na adabu na mamlaka ya kidini, na mamlaka iliyopo ni mufti juu ya swala hili, na wala kufunga kwa kufuata tangazo linalotolewa na mufti chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Hakuna maana kuwa wewe ni BAKWATA. Hakuna maana kwamba ukifuata utakuwa umeiacha taasisi yako. Endelea kuwa na taasisi yako, endelea kuchukia BAKWATA kama una sababu zako za chuki ambayo ni kinyume na Uislamu, lakini mwezi mwenye haki ni yeye ndio atangaze. Ili umfanye asitangaze yeye kwa sababu ya chuki yako mwenyewe, basi mfukuze pale kwenye kile kiti ndio utimame wewe. Na kiti chenyewe bahati mbaya kiti kimoja tu, mufti anakuwa mtu huyu mmoja tu basi. Kama wewe unautaka huo mufti, jitahidi na wewe ingie uzame mpaka siku ya kuchagua na wewe ukachaguliwe kuwa mufti. Lakini tu Waislamu tusidanganywe, tusighilibiwe kwa njia yoyote ile. Mwezi ni ule utakaotangazwa na mufti wetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa wasikivu wa kufuata yale tunayoyasikia na kuyafuata yale yaliyokuwa mema na nayo muunganisha baina yetu Waislamu, na nayo tumridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na tusisahau katika hizi siku tukufu kumuomba Mwenyezi Mungu
awanusuru waja wake katika Palestina juu ya shari za Mayahudi na Wamarekani ambao wamedhamiria kuwamaliza Waislamu katika Quds Sharif na katika Gaza. Mwenyezi Mungu awape nusra waja wake kwa fadhila na utukufu wa siku hizi 10 za mwezi wa Dhulhijja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.